Sana tuko katika makao makuu ya kaunti ya Mombasa ambapo muda mfupi uliopita gavana wa kaunti hii Hassan Ali Joho amezungumza na wanahabari kuhusiana na masuala ambayo yamekuwa katika vinywa vya wengi katika masaa 24 ambayo yamepita kuhusiana na matokeo yake ya mtihani, na ameweza kusema kwamba yeye anajivunia kile alichopata matokeo yake ya mwaka 1993. Amezungumza kwa mengi sana, lakini hakuguzia masuala ambayo yameweza kutajwa pale, akisema kwamba atatoa habari kamili wakati akiandikisha taarifa kwa maafisa wa polisi hapo kesho mwendo wa saa 4:30. Lakini kwa sasa niko na mbunge wa eneo hili ambalo tupo sasa, mbunge wa Mvita Abdulswamad Sharif Nassir. Kwanza unachukuliaje hili swala nzima la matokeo ya governor? Si masuala ya matokeo peke yake, ni masuala yote ambayo kwamba yamechipuka pale mwanzo, yanaendelea kuchipuka na yatazidi. Ni kitu ambacho kwamba tumekuwa tukitarajia na tunayakaribisha. Kuna tofauti ya demokrasia, na hii serikali sasa hivi inanikumbusha wakati ule wa zamani ya kwa kila mtu akimuona yule hawamtaki wanamuita ni mchawi, kisha wanamtafutilia kila njia na namna ili waweze kumchoma, na katika hali ya kujaribu kumchoma kisha wanachemsha hisia za watu ya kwa hundo waliowaletea madhara, lakini hali ya kwa wao nia na madhumuni ni kumtoa tu katika ile hesabu ya uongozi. Lakini swala la sasa ni kuhusiana na manake amekiri kwamba alifanya mtihani mwaka huo wa 93. Kuna wale walikuwa wakisema alifanya 92. Lakini sasa swali ni je, kutoka hapo aliingiaje chuo kikuu hadi mahali amefika sasa? Kuna courses nyingi watu wanaweza kuzipita. In fact, this is one of the things, ni jambo kati ya yale atakayoweza kuyajibu kesho. Kuna courses kadhaa watu wanaweza kuzifanya kisha waweze kuingia katika chuo kikuu. Kuna mawakili wakubwa hapa katika Mombasa ambao kwamba katika masomo yao walipata Ds, na leo ni baadhi ya mawakili world leaders. Kuna wale ambao kwamba waliweza kuperform very badly in school, lakini kisha baadaye wakaweza kutransform. Na hii tena naomba vyombo vya habari viweze kuimulika kwa njia ya kwa sio kitu gani kingine isipokuwa na kuambia wale Wakenya wote kwa jumla, hususan kama zile grade, ndio kupatia mfano zile grade zilizotoka katika mwaka jana. Lao mtaanza kuongea lugha ya kwa kila aliyeweza kutofanya vyema katika mtihani wa form 4 basi maisha yake yameisha. Mnatarajia wale maelfu walioweza kupatiwa marks mbovu katika mtihani uliopita mwaka jana peke yake, hata twendi mbali results za mwaka jana peke yake, wale watu mnawakusudia kitu gani? Ikiwa mtu ameshasema ya kwa ni kweli mimi nimepata marks hii na nilistruggle kuweza kujisomesha paka pale, kutoka pale nikaweza kujitahidi, nikaingia katika course tofauti mpaka leo hivi sasa hivi mtu anafanya MBA. Haya yote hayakuweza kuwa kudadisiwa. Mwanzo ilidadisiwa ya kwa degree ya urongo, mahakama ikaweza kukubali ya kwa ni kweli. Baada ya pale wakaanza kusema mambo ya madawa ya kulevya, usijua Amerika utamshika, akaenda mwenyewe Amerika. Baada ya hapo yani tunaona hii serikali inatupeleka kasi sinema zile za Nigeria vile. Labda umezungumzia mambo ya MBA, hakuweza kufafanua habari hizo ni chuo gani, masomo gani? I'm sure ataweza kuyafafanua yeye mwenyewe, na kuna sababu kwa nini hakuweza kufafanua. Sije mkaenda kuifuata na hiyo university tena huko mkaenda kujaribu kumbinya zaidi. Na manake muda kidogo unatupa kisogo. Labda utupe matarajio ya kesho itakuwa vipi? We will escort, tutaweza kumescort the governor, and I've said this before, nimesema sisi ni Simba hatutembei pweke. Hatutomwacha mwenzetu kwa sababu tunajua sauti yake ile inayozungumza ni sauti ya umma wa Mombasa, watu wa Mombasa na pwani kwa jumla. Kwa hivyo hatumwachi kamwe. Touch one of us, touch all of us. Namshukran sana. Huyo ni mbunge wa eneo hili la Mvita Abdulswamad Sharif Nassir. Tutakuwa tukizungumza na viongozi zaidi baada ya hii leo kusikia hisia zao kuhusiana na masuala ambayo yanaendelea kwa sasa kumhusu gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho. Kwa sasa nataka nikurudishe hadi kwa mwenzangu katika upande mwingine wa studio.